من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, leo katika majlisi yetu tutaelezea mada yenye anwani inayosema sifatul mu'min, sifa ya mtu kuwa mu'mini wa kweli. Neno mu'min ni mtu aliyeamini, lakini imani ya aina gani mpaka mtu anakuwa na sifa ya kuitwa mu'min? Tumesoma baadhi ya aya katika mukaddima. Mwenyezi Mungu anasema: ya ayyuhalladhina amanu taqullah, enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anaweza akawa na imani lakini akawa hajafikia katika daraja ya taqwa Allah. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, enyi mlioamini mcheni au muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna daraja ya mtu kuwa mu'min, hii ni daraja ya kwanza. Daraja ya mtu kuwa muislamu, afwan, hii ni daraja ya kwanza. Mtu anakuwa muislamu, anaslimu, anatamka shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hii ni daraja ya kwanza. Mtu akitamka hivi anakuwa tayari ameingia katika Uislamu. Akishaingia katika Uislamu, daraja ya pili inayofuata ni daraja ya imani. Mtu anakuwa na imani sasa. Ndio maana kuna aya zimekuja, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Kwa hiyo tayari mtu kaingia katika Uislamu, kisha anafikia katika daraja ya mtu kuwa mu'min. Akishatoka kwenye daraja ya mtu kuwa mu'min, anakwenda kuwa taqiyu, anakwenda kuwa mcha Mungu, anakwenda katika daraja ya taqwa Allah, kwenye daraja ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Akitoka kuwa mcha Mungu, anakwenda kwenye daraja kuwa ni waliyullah, anakuwa huyu sasa ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa ni rafiki, ni kipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu hawezi kuwa ni waliyullah isipokuwa lazima awe mcha Mungu. Kwa hiyo anavuka kwenye daraja ya ucha Mungu,
anaelekea kwenda kuwa ni waliyullah. Sasa leo tunaelezea sifatul mu'min. Tunaposema huyu mtu ni mu'min, ana sifa gani mpaka aitwe huyu ni mu'min? Kuna baadhi ya watu ni waislamu lakini hawajafikia kwenye daraja ya mtu kuitwa mu'min. Unaweza ukastaajabu kidogo kwamba inawezekana vipi mimi ni muislamu kisha nikawa sio mu'min? Inawezekana kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametaja sifa za watu waliokuwa waumini wa kweli, na wako watu ambao tutawataja katika majlisi yetu ya leo ambao walikuwa na imani ya sawasawa, kisha utapima wale watu ambao tutawataja hapa juu ya imani zao, na ukijilinganisha na wewe imani yako ndio utaona kwamba una hiyo sifa ya kuitwa mu'min au hauna. Tuchukue aya Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala katika suratu Al-Anfal. Mwenyezi Mungu anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Mwenyezi Mungu anasema innamal mu'minuna, Mwenyezi Mungu anasema si vinginevyo, hakika ya waumini wa kweli ni wale ambao idha dhukira Allahu, anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinaingiwa na hofu. Anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zao zinaingiwa na hofu. Hii ni sifa ya kwanza ya mtu kuitwa mu'min. Ukijikagua na ukijitafakari, kila anapotajwa Allah ukajiona kwamba moyo wako haupati hofu yoyote, basi tambua ya kwamba hujafikia katika daraja ya kuitwa mu'min. Bado wewe ni muislamu, lakini bado kwenye daraja ya kuwa ni mu'min hujaifikia, kwa sababu innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Adatul hasli imekuja hapo, innama, si vinginevyo, almu'minun, wale waliokuwa waumini wa kweli, alladhina idha dhukira Allahu, ni wale ambao akitajwa Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinaingiwa na hofu. Hii ni sifa ya kwanza ya mtu kuitwa mu'min. Kuna baadhi ya wakati mtu anaweza akaisikia adhana Allahu akbar Allahu akbar, lakini moyo wake usingiwe na hofu yoyote. Pale anataja Allah subhanahu wa ta'ala, lafdhul jalala, ile Allah ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala, lakini anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna mtu anakuwa na hofu kabisa katika nafsi yake. Lakini mtu mwenye imani ya sawasawa, Mwenyezi Mungu anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Mtu akimsikia Allah subhanahu wa ta'ala moyo wake unaingiwa na hofu. Hii ni sifa ya kwanza ya mtu kuitwa mu'min. Bali ilifika mahala masahaba ridwanullahi alaihim, ilipokuwa anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuna baadhi ya watu ilikuwa machozi yanabubujika katika macho yao, na hoja yao wanasema tunaitwa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwenda kukutana au kuzungumza na yule ambaye aliyeumba mbingu na ardhi pasipo kuweka nguzo. Masahaba walikuwa wakisikia adhana, walikuwa wakipata hofu kwamba wanakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nyoyo zao zilikuwa zinaingia hofu, kwa sababu walikuwa wanajua wanakuja kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu wengi wakisikia adhana wanaona ni wito wa kawaida, lakini masahaba hali haikuwa hivyo kwao, kwamba wakisikia adhana wanajua wanakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nyoyo zao zilikuwa zinapata hofu sana, na ndio maana Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu kila ilipokuwa inafika muda wa sala, ilikuwa akisimama katika sala alikuwa akitetemeka. Kila alipokuwa anasimama katika sala ilikuwa akitetemeka hivi. Na alipoulizwa sababu ya kutetemeka ni nini, akasema nimesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na sina hakika kama ninachokifanya kinamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ama la.
Ndio siku moja niliwahi kuambia ile aya Mwenyezi Mungu anasema waqifuhum innahum mas'ulun. Kila ilipokuwa inasomwa Sayyiduna Umar ilikuwa analia machozi mpaka anashindwa kuendelea na ibada ya sala. Waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni, hakika hao leo ni wenye kuulizwa. Aya hii ilikuwa ikimliza sana Sayyiduna Umar, kwa sababu kila alipokuwa anafikiria kwamba nakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, hilo ndio lilikuwa linampa mashaka makubwa kwamba hali itakuwaje. Na kila alipokuwa anakuja katika ibada ya sala, Sayyiduna Umar alikuwa anatetemeka kwa sababu alikuwa anakuja kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Unajua, katika mtazamo wa kawaida unaweza unakuja kuswali hapa, pengine unaweza ukaumuoni Allah subhanahu wa ta'ala. Yani akili ya kibinadamu ya kawaida, mtu akija kuswali hapa akielekea kibla, akiona hivi, anaona kama vile Allah subhanahu wa ta'ala hayupo mbele yake. Lakini kwa waliomjua Allah walikuwa wanajua wanakuja kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yuko mbele yao. Ndio maana ukisoma kwenye suratul Fatiha, ukifungua tu sala baada ya takbiratul ihram, cha kwanza kabisa ni unasoma suratul Fatiha, ukiacha ile sunna ya dua uliftitah. Lakini suratul Fatiha ni nguzo katika sala, na kwenye suratul Fatiha unasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mwenyezi Mungu, wewe uliyekuwa mbele yangu, wewe iyyaka, maana yake unakuja hapa umesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na unamwambia Mwenyezi Mungu, wewe peke yako ndiye ninayekuabudu, maana yake yuko mbele yako. Kwa hiyo ukija kusali, maana yake unakuja kuongea na Allah, unakuja kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Umar alikuwa anapata tabu, alikuwa akitetemeka. Na masahaba wengi ilikuwa ikiingia kipindi cha sala, ndio ilikuwa nyoyo zao zinaingia hofu zaidi, kwa sababu walikuwa wanajua wanakuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, sisi hali ipoje sasa hivi tukiwa tunakuja katika sala? Asa Mwenyezi Mungu anasema katika sifa ya kwanza ya mtu kuwa muumini wa kweli, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Mwenyezi Mungu akitajwa nyoyo zao zinaingiwa hofu. Mwenyezi Mungu akaendelea kutaja sifa ya pili, wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Qur'ani ikisomwa, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yakisomwa, imani zao huwa zinaongezeka maradufu sana kwa sababu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, nyoyo zao imani inaongezeka kwa sababu ya kukisikia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu ambacho kinaweza kumpa utulivu, kinaweza kumzidishia mtu imani kama kusikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kuna dhikri au adhkari iliyokuwa bora katika miongoni mwa adhkari, basi ni mtu kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu kuyatamka maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni katika miongoni mwa afdalu dhikri, ni katika miongoni mwa dhikri zilizokuwa bora zaidi ni kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, nyoyo huwa zinapata utulivu kwa sababu ya kufanya dhikri, kwa sababu ya kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila ukikisoma kitabu kitukufu Al-Qur'anul Karim, maana yake unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kila kinaposomwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, imani ya mu'min, imani yake inaongezeka. Sasa unaweza ukapima katika sifa hii kwamba kila Qur'ani ikisomwa, je, mimi imani yangu inaongezeka? Je, Qur'ani ikisomwa mimi napata utulivu katika moyo, ile tunaita peace of mind, rahatul bali? Ukiona kila Qur'ani ikisomwa imani yako haiongezeki, maana yake bado hujafikia katika daraja ya kuitwa mu'min. Mu'mini wa kweli ni yule ambaye kinaposomwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala imani yake inaongezeka maradufu. Waliomjua Allah subhanahu wa ta'ala walipokuwa wanapata matatizo au shida mbalimbali,
kuna wakati mwanadamu huwa anakosa ile peace of mind, utulivu katika nafsi. Kila ukikaa unaona nafsi yako unakuwa uielewi. Waliomjua Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza walikuwa wanakimbilia kusoma al-Qur'anul Karim. Waliomjua Allah wenzetu waliopita, salafu na saleh, jambo la kwanza ilikuwa mtu anakwenda kusoma al-Qur'anul Karim, kwa sababu ndio kitu ambacho kinaweza kumpa utulivu katika nafsi yake. Na Mwenyezi Mungu analithibitisha hilo kwamba ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, kwenye kufanya dhikri, kwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zetu zinaweza kupata utulivu. Kwa hiyo wale wenzetu walijua kwamba kwenye kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala imani inaongezeka ya mtu. Ukisoma Qur'ani ina ladha. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ilifika mahala na yeye alikuwa anapenda kusomewa Qur'ani. Alikuwa akipenda kusomewa Qur'ani, japokuwa Qur'ani imeshuka kwake, lakini Mtume alikuwa anapenda kusikia Qur'ani ikisomwa. Na kwa nini Mtume alikuwa akipenda kusikiliza Qur'ani ikisomwa? Ni kwa sababu Qur'ani kuna baadhi ya wakati inampa mtu utulivu wa nafsi. Qur'ani inamfanya mtu imani yake inaongezeka. Katika miongoni mwa vitu ambavyo vinashusha imani ya mtu, unajua al-imanu yazidu wa yanqus. Imani huwa inazidi na huwa inapungua. Kuna baadhi ya wakati imani inakuwa juu sana, na kuna baadhi ya wakati imani huwa inashuka. Ukiwa unapenda kusikiliza music, ikiwa unapenda kusikiliza bongo flavor, taarabu au muziki ya ajabu ajabu ya kidunia, siku zote huwa inaua imani ya mtu katika moyo wake. Yani ikiwa mtu ambaye kwenye gari yako una flash yako unaweka muziki, au kwenye simu yako kuna muziki muda wote, earphone ziko masikioni kusikiliza muziki ina kawaida ya kushusha imani ya mtu na kuua nyoyo. Nyoyo huwa inakufa kwa sababu ya kusikiliza mambo ya lahwi, mambo ya music. Lakini mtu akiwa anapenda kusikiliza al-Qur'anul Karim, imani yake mara nyingi huwa inakuwa kubwa, kwa sababu Qur'ani ndani yake kuna mauidha, ndani yake kuna mawaidha. Qur'ani ndani yake inawakemea watu, inawaonya watu. Qur'ani inaliwaza, inazungumzia habari za pepo. Qur'ani inatisha, inazungumzia habari za moto. Kwa hiyo mtu akiwa anapenda kusoma al-Qur'anul Karim, maana yake ni kwamba imani yake ina uwezekano wa kila siku kuwa kubwa. Lakini mtu akiwa ana kawaida ya kuwa anasoma Qur'ani kila siku asubuhi baada ya salatul fajr, au siku akamka akawa anasoma al-Qur'anul Karim, inakuwa ni sababu ya kupata utulivu katika siku yake nzima. Wazee wetu zamani ilikuwa katika majumba yao, ukitembea katika majumba yao alfajiri, baada alfajiri utakuta wazee wakiwa wapo nje, amekaa mtu anasoma Qur'ani. Wale wazee wa zamani watakuwa wanajua, watu wazima, kwamba zamani nyumba za wazee ilikuwa akitoka kusala alfajiri huwa anarudi barazani kwake, anakaa kwenye kile kiti cha kulala au anakaa barazani kwake, basi ana masafu yake huwa anasoma. Ndio maana nyumba za wazee zilikuwa na baraka, kwa sababu ilikuwa inasoma Qur'ani ndani yake. Wazee walikuwa na imani ya kweli. Ndio maana siku moja nikawaambia, asilimia kubwa sisi hapa tumelelewa katika nyumba ambazo mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, mtoto wa babu, mtoto wa mama mdogo, wote wapo katika nyumba moja. Na wazee sio kama walikuwa na uwezo mkubwa, hapana. Uwezo wao ulikuwa mdogo, tena walikuwa hawana kazi, lakini watu waliishi, watu walikula, watu walilala. Kwa nini? Kwa sababu nyumba za wazee zilikuwa na baraka ndani yake kwa kusoma Qur'anul Karim. Lakini leo mtu na mtoto wako mmoja na mke wako mmoja, nanga inapaa. Tunajiuliza swali, hivi kati yetu sisi na wale ambao walikuwa hawana kazi na tulilelewa si tukiwa 20-30, mbona wale waliweza, si leo mtu na mtoto mmoja au wawili, mbona maisha yamekuwa magumu kwa kiwango hiki? Ni kwa sababu tumeiacha al-Qur'anul Karim, tumeiacha dhikrullah. Imani zetu zimekuwa haba. Tena imefikia mahala sasa hivi akija mtoto wa mjomba wako unaanza kumuuliza utakaa siku ngapi hapa bwana? Akikaa zaidi ya wiki 2 au wiki 3 unaanza kumtengeneza mazingira ya kumfukuza. Lakini zamani wazee, watu walikuwa wanakuja, mtu anatoka zake Tanga, anatoka zake huko Tema Uzenge, Bekenyera huko, anakuja mjini hapa. Akifika hapa anafikia Kinondoni. Akifikia Kinondoni hapa anajua kuna nyumba ya mjomba pale.
anakaa pale, anakula pale, aulizwi, mpaka anaanza kupata maisha yake pale, mpaka na yeye anahama kutafuta maisha yake, wala hakuna anayemuuliza. Na wazee walikuwa hawana shida, lakini ilikuwa baada ya sala wazee walikuwa wanasoma Al-Qur'anul Karim. Sasa hivi tu miji imeharibika, lakini zamani utamaduni ulikuwa huo, kwamba wazee walikuwa wanasoma Qur'ani kila baada ya salatul fajri, nyumba zikawa na baraka. Ndio maana siku moja niliwahi kuambia baraka ni kitu ambacho kipo katika maisha, japokuwa kuna baadhi ya watu hawaamini kama kuna baraka, lakini baraka ni kitu ambacho kipo. Yani kuna vitu wa vinakuja, au kuna watu wanakuwa wanapata ile baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja wapo ni, sasa zamani ilikuwa mtu analima eka moja au nusu eka, lakini anapata mpunga mwingi, na nyie mtapigiwa simu mjini, njoeni mchukue mpunga tushavuna. Mtatoka mjini, mtakwenda kuchukua magunia ya mpunga, na wenyewe watabakia na chakula, na nyinyi mmerudi na chakula mjini, lakini mtu kalima nusu eka tu. Sasa hivi utalima eka 5 na bado hata magunia 50 upati. Eka 5 utalima hata magunia pengine 20 upati. Lakini zamani wazee walikuwa wakilima nusu eka, walikuwa wakipata mpunga mwingi sana, na tulikuwa tunaitwa mjini tukachukue chakula kijijini, na watu walikuwa wanakwenda wanachukua mpunga wanarudi. Ile ni baraka ilikuwa. Baraka ukitaka kujua ipo, ndio ule mfano ninaowapa kila siku, kwamba mbwa na mbuzi, mbwa ndio wengi zaidi kwa sababu wanazaliana kwa wingi. Kwa mwaka mbwa anazaa si mara 2 au mara 3, na akizaa to 6 mpaka 7. Lakini ajabu ni kwamba mbuzi anazaa mara 2, na yeye akizaa mtoto mmoja kazidi sana 2 au 3. Lakini mbuzi wanakuwa ni wengi, mbwa wanakuwa ni wachache. Baraka. Kwa hiyo baraka inapatikana wakati mwingine kwenye kufanya dhikrullah. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Mwenyezi Mungu anawaelezea waumini wa kweli ni wale ambao zinaposomwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, kinaposomwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, imani zao zinakuwa zinaongezeka. Ukiona Qur'ani inasomwa na imani yako haiongezeki, au ndo kwanza unaanza kupata usingizi, kuna sheitani anakuchezea. Ukiona inasoma Qur'ani na unaanza kupata usingizi, ujue wewe kuna sheitani anakuchezea. Lakini mtu aliyekuwa na imani ya sawa sawa, Qur'ani ikisoma wa imani yake inaongezeka. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anataja sifa za waumini waliokuwa wa sawa sawa, ni wale ambao kikisomwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala imani zao zinaongezeka. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza sifa nyingine ya waumini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Muumini wa kweli ni yule ambaye ana kawaida ya kutawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkul ni jambo kubwa sana katika imani. Unatawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo lako kulikabidhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kila jambo. Ukimuona mtu jambo lake lolote anatawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, analikabidhi, anamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala, ujue mtu huyo ana imani ya sawa sawa. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mwenyezi Mungu anasema waumini wa kweli ni wale ambao wana kawaida ya kutawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akiwa na jambo sio kwanza aanze kwenda kwa mganga, akiwa na jambo kwanza anaanza kumkabidhi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukimuona mtu kafikia kwenye kiwango hiko kwamba anaweza kumkabidhi Allah subhanahu wa ta'ala, anatawakkal, anaegemeza jambo lake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ujue mtu huyo imani yake ipo sawa sawa. Wenzetu waliopita ilikuwa mtu kama ana jambo kwanza analielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sie tukiwa na jambo tulielekezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza unaanza kwenda kumtafuta mtu fulani, kwa sababu wewe ni chawa wake, unaanza kwenda kumtafuta. Unajua bwana, mimi nina shida 1 2 3. Waliopita ilikuwa mtu anatawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ndo anakwenda kwa yule mtu kwenda kumuomba. Unajua anayetoa riziki sio yule unayekwenda kumuomba. Kwanza tawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha nenda kwa yule. Unatawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba jambo hili anayeweza kulifanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, yule ni sababu tu. Ndio maana kuna baadhi ya wakati riziki zetu zinakuwa ngumu, kwa sababu tunawategemea wanadamu badala ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio yule mtu mmoja siku moja alikuwa ana shida, dhiki imemtawala nyumbani kwake, mambo yamekuwa magumu.
watoto wake hawana chakula, akatoka akaenda msikitini. Alipofika akawa anaomba huku analia, yupo kwenye sijida anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, mambo magumu. Kuna bwana mmoja alikuwa ni tajiri, yuko pembeni, naye alikuwa ameingia kusali, akawa anamsikia yule bwana wakati anaomba. Baada ya kumaliza, yule bwana akamwambia, bwana, mimi nilikuwa nimeingia humu, nilikuwa namtafuta mtu wa kumpa sadaka, lakini nimekusikia wewe hapo unaomba, una shida, nikaona ndio mtu sahihi wa kumpa, kwa hiyo nakupa sadaka hii, sadaka yangu hii nimekupa. Yule bwana akamwambia, nashukuru sana bwana, Allah subhanahu wa ta'ala akulipe kila la kheri. Yule bwana akuishia hapo, akampa na business card, akamwambia, siku nyingine ukiwa na shida nitafute. Yule maskini akamwambia, kukupata wewe ni kwa sababu nilikuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana nimekupata wewe. Kwa hiyo siku nikiwa na shida nyingine nitakuja kwa yule aliyonikutanisha na wewe kwanza, kisha ndo wewe utakuja tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo nikiwa na shida nitakuja kwa Allah kwanza, sio kuja kwako wewe. Kwa hiyo sina shida ya business card yako, mimi nikiwa na shida nitakuja kwa Allah, kisha Allah atanipa makhraja. Ndio maana Allah anasema, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yule atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atampa makhraja. Ndio maana kwenye hadithi ukisoma kwenye Riyadhus Salihin imekuja, wale ambao watakaotawakkal, ukweli wa kutawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu atawaruzuku mfano anavyowaruzuku ndege. Wanatoka hali ya kuwa wana njaa, wanarudi hali ya kuwa wameshiba na hawana mashamba. Lakini mpaka Muislamu awe na ile haqqa tawakkul, yani ukweli wa kutawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anaweza kumpa riziki mfano anavyowapa ndege. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaeleza hapa kwamba wa ala rabbihim yatawakkalun, waumini wa kweli. Ukitaka kumjua mtu ni mkweli, huyu ni muumini wa kweli, ana imani ya sawa sawa, ni ule ambaye ana kawaida ya kutawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kila jambo lake. Dhiki, shida na matatizo huwa yanakuja kwa mwanadamu, lakini ni nani unampelekea shida yako? Wa kwanza awe ni Allah subhanahu wa ta'ala, ndio utakapoona imani ya mtu ipo sawa sawa. Lakini ukiona jambo la kwanza unakwenda kwa mganga, ujue imani yako haipo sawa sawa. Kwa hiyo ni sifa ya tatu ya mtu kuwa ni muumini wa sawa sawa. Wa ala rabbihim yatawakkalun, waumini wa kweli ni wale ambao wanatawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu akataja sifa ya 4, alladhina yuqimuna as-salata, waumini wa kweli ni wale ambao wanasimamisha sala. Alladhina yuqimuna as-salata, ni wale ambao wanasimamisha sala, ndio utamjua huyu mtu ni muumini. Kuna tofauti kati ya mtu kuwa ni Muislamu na kuna tofauti ya mtu kuwa ni muumini. Muumini wa kweli ni yule ambaye anaisimamisha sala sawa sawa. Alladhina yuqimuna as-salata, waumini wa kweli ni wale ambao wanasimamisha sala. Unajua kuna tofauti kati ya mtu kuja kusali na mtu anaisimamisha sala. Yani kuna tofauti hapo. Kuna kuja kusali na kuja kuisimamisha sala. Ile alladhina yuqimuna as-salata, yani kuisimamisha maana yake imekaa sawa sawa, mtu anasali sawa sawa, ndio alladhina yuqimuna as-salata, yani sala anaisali sawa sawa. Lakini sio mtu anakuja kusali lakini anamwambia mwenzie nisubiri nje hapo, kisha anamnyoshia mkono hivi, yani maana yake sasa hivi natoka, sasa hivi natoka. Hasa mtu hawezi kuwa na imani ya sawa sawa. Ndio maana tukija kuswali hapa, mtu anaanza kuuza, ananunua, mipango, madeni analipa, kila kitu kwenye ibada ya sala, kwa sababu hatujaisimamisha ile sala sawa sawa. Ndio maana Mwenyezi Mungu anataja sifa ya imani ya kweli, alladhina yuqimuna as-salata, ni wale ambao wanaisimamisha sawa sawa sala. Na sala mtu akiisimamisha sala sawa sawa, anapata ile imani ya kweli katika nafsi yake. Na ukiona mtu anakosa imani na hali ya kuwa anasali, maana yake swala yake haiko sawa sawa. Muumini wa kweli na ukamuona anasali, lazima imani yake iwe sawa sawa. Ukimuona mtu anasali lakini imani yake haiko sawa sawa, ile ibada ya sala anaikosea, haiko sawa sawa ile ibada ya sala, hajaisimamisha ipasavyo. Kwa sababu gani? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, sala ina kanuni ya kumfanya mtu aache maovu na machafu. Sala ina utamaduni huo, inamfanya mtu aache maovu na machafu. Lakini ukimuona mtu anasali
bado anafanya maovu na machafu, maana yake bado hajafikia katika daraja ya kuwa na imani. Ibada yake ya sala haikumsaidia bado. Lakini yule ambaye aliyeisimamisha ibada ya sala sawa sawa ni yule ambaye anasimamisha sala mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu akasema wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mwenyezi Mungu akataja sifa ya 5. Muumini wa kweli ni yule ambaye ana kawaida ya kutoa kile ambacho alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Waumini wa kweli katika miongoni mwa vile walivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala wanatoa. Wa min ma razaqnahum yunfiqun. Katika miongoni mwa vile walivyopewa basi wanatoa baadhi. Manape aka wa mimma, ile ma imekuja litabi'id, kwamba mtu amegewa riziki na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka kujua na imani ya kweli, basi anatoa kwenye kile ambacho alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimwona mtu amepewa kisha akawa hana uwezo wa kutoa, hataki kutoa, huyo imani yake haipo sawa sawa. Huyo imani yake haipo sawa sawa. Lakini mtu ili awe na imani sawa sawa, basi lazima awe na utamaduni wa kutoa. Allah anasema hiyo ni sifa ya mtu kuwa muumini. Ukitaka kujiona wewe imani yako ipo vizuri, jitazame kwenye ishu ya kutoa. Jitazame kwenye ishu ya kutoa. Je, unatoa? Ukijiona ni mzito kwenye kutoa, ujue imani yako ina matatizo. Imani yako haipo sawa sawa. Mwenyezi Mungu akasema ulaika humul mu'minuna haqqan. Hawa wenye sifa 4 hawa. Mtu ambaye akitaja Allah subhanahu wa ta'ala moyo wake unapata hofu. Mtu ambaye ikisoma Qur'ani imani yake inaongezeka. Mtu ambaye anatawakali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ambaye anasimamisha sala, na yule ambaye anatoa alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa 5 hizi Mwenyezi Mungu anasema ulaika humul mu'minuna haqqan. Hao ndio waumini wa kweli. Ukimwona mtu ana sifa 5 hizi, hao bwana ndio waumini wa kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema lahum darajatun 'inda rabbihim, na wana daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa maghfiratun wa rizqun karim. Tena hao Allah subhanahu wa ta'ala wameupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Wana sifa hizo 5 ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja. Daraja yao kwa Allah ni kubwa, na hao wana msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, nyoyo kuingiwa na hofu. La pili, ikisoma Qur'an imani yao inaongezeka. La 3, wanatawakali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La 4, wanasimamisha sala. La 5, wanatoa katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowapa. Mwenyezi Mungu anathibitisha, anaweka taukidi ya kusema ya kwamba ulaika humul mu'minuna haqqan. Hao ndio waumini wa kweli. Ukijiona kwenye kundi hili haupo, maana yake imani yako ina matatizo. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine alipokuwa anawaelezea waumini ni watu wa aina gani, ili tujiangalie katika nafsi zetu, kisha tujipime, tujione, je, imani zetu ziko sawa sawa? Mwenyezi Mungu anasema qad aflaha almu'minun. Wamefaulu wale ambao ni waumini. Wamefaulu wale ambao ni waumini wa sawa sawa. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Wale ambao katika sala zao wanakuwa wananyenyekea. Qad aflaha almu'minun. Wamefaulu wale ambao ni waumini ambao katika sala zao wananyenyekea. Ukitaka kujijua wewe kama ni muumini wa kweli na umefaulu, ukiingia katika ibada ya sala jikague. Je, ile ibada ya sala unaposali unakuwa katika mtindo wa aina gani? Kuna mtu anasali yupo kama njiwa, mara kaangalia juu, kaangalia chini, angalia kushoto. Hapana. Mwenyezi Mungu anasema mtu huyu hajafikia katika daraja ya imani. Lakini muumini wa kweli aliyefaulu ni yule ambaye anapokuwa katika ibada ya sala, Mwenyezi Mungu anasema anakuwa na khushu'i ya hali ya juu kabisa. Huyo imani yake iko sawa sawa. Kisha Mwenyezi Mungu anasema walladhina hum 'anil lahwi mu'ridun. Muumini wa kweli ni yule ambaye anajiepusha na mambo ya kipuuzi. Ndio tukasema
ukiona unapenda kusikiliza music, maana katika lahwi ni katika miongoni kusikiliza music. Kwenye simu yako kuna miziki ya Diamond, kuna miziki ya Alikiba, kuna miziki ya Msondongoma, miziki ya zamani unayo kwenye simu yako. Ukikaa mahala unaanza kuweka, kisha bwana inanikumbusha mbali kweli hii miziki, ujue wewe bado hujafaulu kuwa ni muumini wa sawa sawa. Sababu Mwenyezi Mungu anasema qad aflaha almu'minun, wamefaulu wale ambao ni waumini wa sawa sawa. Ni wepi hao? Ni wale ambao wanajiepusha na lahwi, upuuzi, mambo ya ajabu ajabu wanajiepusha, kusengenya, hasadi, chuki, kuwa na vinyongo, vyote hivi. Muumini aliyekuwa wa sawa sawa huwezi kumkuta akiwa na chuki na vinyongo. Huwezi kumkuta muumini wa sawa sawa akakaa vijiweni akaanza kusengenya watu. Anajiepusha na yale mambo ya kipuuzi. Mwenyezi Mungu anasema huyo mtu amefaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu anasema walladhina hum lizakati fa'ilun, ni wale ambao wana kawaida ya kutoa zaka. Ili mtu awe ni muumini wa sawa sawa ni yule ambaye hana utamaduni wa kuzuia zaka. Kama ana uwezo wa kutoa, na zaka hapa imekuja maana yake ni ile zaka ya maanawia, kwa maana ya zaka ambayo mtu ana mali ya kutoa, mwisho wa mwaka umefika na mali yake imefikia nisab, maana yake inatakiwa atoe zaka, na zaka imekuja kwa maana ya sadaqa. Kwa hiyo katika aya hii maana yake ni kwamba muumini wa kweli ni yule ambaye hazuii kutoa zaka, kwa maana ya zaka kama zaka, na zaka kwa maana ya sadaqa. Ukimuona mtu ana kawaida ya kutoa sadaqa na ana kawaida ya kutoa zaka, mtu huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema amefaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu akasema walladhina hum lifurujihim hafidhun, wale ambao wanahifadhi tupu zao, wale ambao wanahifadhi tupu zao. Ukimuona muumini au muislamu anakwenda uchi, huyo hajafikia katika daraja ya imani. Sasa hivi kuna vijana wanapenda kuvaa zile suruali za kubana zile. Nyinyi vijana mnavaa suruali za kubana hivi, mnaita modo. Mtu anachukua suruali yake nzuri anakwenda kuichonga, anavaa modo. Kisha ile modo ile inakuwa inambana, makalio yake yanaonekana, mapaja yanaonekana, kila kitu chake kinakuwa kinaonekana. Muislamu wa kweli hawezi kuvaa mavazi ya aina ile. Au kama ni mwanamke anavaa mpaka anaonekana kila kitu chake, Mwenyezi Mungu anasema huyu hajafikia katika daraja ya imani. Waumini wa kweli ni wale ambao wanahifadhi tupu zao. Walladhina hum lifurujihim hafidhun, ni wale ambao wanahifadhi tupu zao, hao wamefikia katika daraja ya imani. Sasa leo ukitaka kustaajabu ni kwamba utamkuta mwanamke wa Kiislamu anatembea uchi. Sio, sikwambii pengine wale wanaovaa vile wanaita maabaya. Maana sasa hivi kuna maabaya, mtu anachukua abaya na kwenda kulichonga lile abaya. Kwa hiyo akivaa unaweza kuona kama kajistiri, lakini akitembea kama unavyoona samaki yupo kwenye akwera mwili. Nefurahi yani bado haionekani kama kajistiri. Stara ya sawasawa Mwenyezi Mungu aloizungumza ni ile ya mtu kuvaa jilbab. Ile ndio stara ya sawasawa, sio hizi ambazo dada zetu leo wanavaa hivi. Kama mtu akivaa dera anakwenda kulichonga lile dera, anakwenda kulibana kidogo, au unamkuta lile dera anachukua analifinya kwa juu hapa kidogo, bado ile anakuwa hajafikia katika kiwango cha kuitwa muumini wa sawasawa. Mtu aliyekuwa na imani ya sawasawa, walladhina hum lifurujihim hafidhun, ni wale ambao wanahifadhi tupu yao. Kwa hiyo muumini wa kweli ni yule ambaye ana kanuni ya kuhifadhi tupu yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala akaelezea hizi kuwa ni sifa za mtu kuwa ni muumini. Kwa hiyo tujikague katika sifa hizi ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala alizozitaja. Je, tupo? Na kama hatupo, maana yake sisi ni Waislamu, hatujafikia katika daraja ya kuitwa ni muumini. Na aya nyingi zimekuja. Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, hata ibada ya funga waliofaradhishiwa ni wale ambao waliokuwa na imani. Sio kila mtu kafaradhishiwa ibada ya funga, waliokuwa na imani. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam,
imani ndio mtu anaweza akafunga. Na ibada nyingine zote ukiangalia na Qur'ani zimekuja ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu, zimekuja nyingi ndani ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu akiwa anazungumza na wale ambao waliokuwa na imani. Sasa sifa za mtu kuwa na imani ziko nyingi. Tumalizie sifa za kimaumbile ambazo mtu aliyekuwa na imani inatakiwa awe nazo. Mmoja wapo ni al-amana. Al-amana, mtu aliyekuwa na imani anatakiwa awe na uaminifu. Al-amana, uaminifu ni kitu cha msingi sana. Ili mtu awe na imani ya sawa sawa ni lazima awe na amana, awe na uaminifu, ndio mtu huyu anahesabika kuwa na imani. Ndio maana unaona katika kile kisa Mtume alipokuwa ameingia pale Makka kwenye Fathu Makka, alipokuwa anakwenda kuikomboa au kuukomboa mji wa Makka, alipofika pale katika mji wa Makka akakuta mlango wa Al-Kaaba umefungwa. Ufunguo akawa ameuchukua mtu mmoja alikuwa akiitwa Uthman ibn Talha, ambaye alikuwa akitoka kwenye ukoo wa Banu Shaiba. Yule bwana akatoka akaenda kujificha, akakimbia na ufunguo. Mtume akashindwa kuingia kwenye Al-Kaaba. Akamwagiza Saidina Omar na Ali, wakatoka wakaenda kuufuata ule ufunguo, lakini walikwenda kuuchukua kwa nguvu. Wakaenda wakampora kwa nguvu yule Uthman ibn Talha. Wakachukua funguo, wakaja wakafungua, wakatoa masanamu mule katika Al-Kaaba. Mtume akaingia akasali. Baada ya Mtume kumaliza sala tu, inashuka aya, Mwenyezi Mungu anamuamrisha kwamba arudishe amana ile ya ufunguo kwa wenyewe. Mwenyezi Mungu anamuamrisha arudishe ile amana ya ufunguo kwa wenyewe. Mtume anamuamrisha Ali na Omar haraka warudishe ufunguo kwa Uthman ibn Talha. Na Uthman ibn Talha hakuwa Muislamu. Wanatoka wanarudisha ufunguo kwa Uthman ibn Talha, tena wakiwa wanyonge na huko wanamuomba samani. Uthman ibn Talha anawauliza, imekuwaje tena, mbona mmekuja wanyonge na mnaomba samani? Baba Mtume akatuamrisha turudishe funguo. Baada ya hapo, baada ya kuona hivyo, Uthman ibn Talha akatamka shahada kuingia katika Uislamu, kwa sababu akaamini kweli Muhammad ni mjumbe wa Allah. Kwa sababu gani? Mtume alirudisha amana kwa wenyewe. Tena ulama wanasema baada ya pale ikawa ndio Mtume katoa amri kwamba ile funguo ya Al-Kaaba itakaa kwenye ukoo wa Banu Shaiba mpaka kiyama kinaingia. Mtume akaamrisha akasema, amana hii ya ufunguo, kwa kuwa nimeamrishwa na Allah nirudishe kwa wenyewe, ufunguo huu utakaa kwenye ukoo wa Banu Shaiba mpaka kiyama kinaingia. Kwa hiyo mpaka leo ufunguo wa Al-Kaaba upo kwenye ukoo wa Banu Shaiba. Anakufa huyu anapewa huyu, anashika huyu, kufa huyu anapewa huyu, toka wakati wa Mtume mpaka leo. Kwa sababu gani? Mtume aliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala arudishe amana kwa wenyewe. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Mwenyezi Mungu anakuamrisheni murudishe amana kwa wenyewe. Mtume akarudisha amana ile. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya kimaumbile ya mtu kuwa ni mu'min, inatakiwa uwe ni muaminifu. Ukiona una amana, ujue wewe sifa ya imani imekuondoka. Jambo la pili ni as-salahu wa tauba. Muumini wa kweli ni ule ambaye anajijua mimi nakosea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha anakuwa ni mwepesi wa kwenda kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa muumini haina maana utakuwa ni maasum kwamba wewe ndio huwezi kukosea. Hapana, unakosea. Lakini sifa ya kimaumbile ya mwanadamu kukosea inamfanya muumini wa kweli arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kuomba toba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukijiona ni mwingi wa kufanya istighfar, ni mwingi wa kutubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe una imani ya kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukijiona unafanya madhambi na sio mwingi wa kutubia katika madhambi yako, maana yake imani yako ni haba. Hiyo ni jambo la pili la kimaumbile. Lakini jambo la tatu la kimaumbile, ili mtu aonekane ana imani, ni hifdhul ukhuwa. Yani mtu awe na kawaida ya kuhifadhi, kutunza ule udugu waliokuwa nao. Ni hifdhul ukhuwa, awe na kawaida ya kuhifadhi udugu. Ndugu zake anawaunga, hagombani na ndugu zake, marafiki zake, majirani zake. Unajua mtu huyu kweli ana imani ya sawa sawa. Yani mtu hawezi kuwa na imani hali ya kuwa jirani yake aongei naye. Haiwezekani. Mtu huyu anakuwa hana imani ya sawa sawa. Na hadithi imekuja, Mtume anasema Jibril hajapatapo kuacha kunihusia
juu ya kumfanyia wema jirani mpaka nikadhani yule jirani atakuja kunirithi siku moja. Hakuacha kunihusia mimi Mtume juu ya jirani mpaka nikadhani, hata dhanantu sayuwarithni, mpaka nikadhani kwamba siku moja huyu jirani atakuja kunirithi ikitokea siku nimefariki. Kwa hiyo uwezi kuwa ni muumini wa sawa sawa hali ya kuwa jirani yako uongee naye au ndugu yako wa kuzaliwa uongee naye. Hifdhul ukhuwa, kuhifadhi ule udugu, ujamaa uliokuwa nao, ni sifa ya mtu kuwa ni muumini wa sawa sawa. Lakini jambo lingine, at-tawadu wa tarahum, mapenzi na kuhurumiana. Muumini wa kweli ni ule ambaye ana huruma kwa muumini mwenzie, ana mapenzi kwa muumini mwenzie. Mtu huyu ana imani ya sawa sawa. Ndio maana unaona Mtume baada ya kuingia Madina akawaunganisha wale Muhajirin na Ansar. Baada ya kuwaunganisha wale wakapendana, baada ya kupendana wale wakahurumiana. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Walipendana na wakawa wanasali pamoja, wanasujudu pamoja, ibada zao pamoja, wakahurumiana kwa sababu Mtume aliwaunganisha wale, kwa sababu walikuwa na imani ya sawa sawa. Ruhamau bainahum, walihurumiana. Tarahum ruk'an, utawaona hali ya kuwa wanarukuu pamoja, sujadan, wakisujudu pamoja, yabtaghuna fadlan min Allah, wakitafuta fadla za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu akawaelezea sifa yao akasema, simahum fi wujuhihim min athari sujud, walikuwa na alama katika nyuso zao. Utawaona hali ya kuwa wana alama, maana yake ni watu ambao ile imani yao athari yake ilikuwa inaonekana katika nyuso zao. Kwa hiyo muumini wa kweli ukitaka kumjua ni ule ambaye ana mapenzi na huruma kwa Muislamu mwenzie, ujue mtu huyo imani yake ipo sawa sawa. Lakini ukiona mtu ana huruma na mapenzi, ujue mtu huyo imani yake haipo sawa sawa. Lakini jambo lingine la kimaumbile kuonyesha mtu huyo ana imani ni as-sabru, subra. Ukitaka kumjua mtu ana imani, mtazame kwenye subra. Subra zipo za aina mbili, subra wakati wa maasi na subra wakati wa kupatwa na mitihani. Anil maasi wa inda almusiba, subra wakati wa maasi na subra unapopatwa na mtihani. Mtazame mtu imani yake hapa ipoje. Yani nikisema subra wakati wa maasi, maana yake kuna wakati kuna dodo unaweza ukalikuta chini ya mpera, unaweza kuliacha? Dodo chini ya mpera unaweza kuliacha? Inataka uwe na subra ya sawa sawa. Kuna wakati upo kwenye mtandao au umekwenda mahala mwanamke anakutongoza, unaweza kujishikilia? Ukiona hivyo ujue imani yako ipo sawa sawa. Kuna baadhi ya wakati kuna hali zinakuja mpaka unasema unaangalia kushoto na kulia hivi, ukiona hakuna anayekutazama unafanya, ujue imani yako haiko sawa sawa. Lakini mtu aliyekuwa na imani ya sawa sawa anakuwa na subra, ya sawa sawa, kama unavyoona Yusuf ilivyokuwa kwa yule mwanamke ambaye yule mwanamke alimtamani Yusuf. Baada ya kumtamani Yusuf, kisha akawa anamtaka Yusuf afanye naye jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alitaki. Lakini Yusuf alayhi salam aliweza kushikilia bomba. Wewe unaweza? Subra wakati wa maasi. Kwa hiyo muumini wa kweli ni yule ambaye ana subra wakati wa maasi, anaweza kujishikilia akasubiri. Lakini muumini wa kweli ni yule ambaye ana subra wakati wa mitihani. Kuna jambo likikupata, ile subra yako, je, unaweza kusubiri ule mtihani aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala? Ukimuona mtu anaweza kuwa na subra katika mitihani na akamuelekea Allah, ujue huyo imani yake ipo sawa sawa. Kwa hiyo sifa ya kimaumbile kumjua mtu ana imani ni pale ambapo anapokuwa na subra. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema, inna Allaha ma'as sabirin, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wale ambao waliokuwa na subra. Ma'iyatullah, hawezi kuwa nayo mtu isipokuwa lazima awe na subra. Lazima. Mwenyezi Mungu anawaelezea masahaba
ridwanullahi alaihim, mitihani ilipokuwa mikubwa, dhiki ilipokuwa kubwa, ilifika mahala walimfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakamuuliza mata nasrullah, msaada wa Mwenyezi Mungu utakuja lini baada ya shida kwa kali? Mata nasrullah, msaada wa Mungu utakuja lini? Mwenyezi Mungu anawajibu, anawaambia ala inna nasrallahi qarib. Mtume akawaambia nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ipo karibu, kuweni na subra. Masahaba walikuwa na subra kweli, na mtu hawezi kufikia kwenye kiwango cha imani bila kuwa na subra. Subra ndio inamjenga mtu kufikia katika daraja ya kuwa na imani. Ndio maana Mwenyezi Mungu alipokuwa anawaambia watu kuhusiana na habari ya siyama akasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Kama una subra huwezi kufunga. Ndani kuna biriani, ndani kuna juisi, hakuna anayekuona, unaweza ukala. Kwa hiyo inataka mtu awe na subra ya hali ya juu. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema ya ayyuhalladhina amanu, siyamu imekuja kwa walioamini. Na mtu hawezi kuwa na imani kama hana subra. Lazima mtu awe na subra ndio anaweza kuwa na imani. Kwa hiyo kipimo cha kimaumbile kumjua mtu kama ana subra au kujipima kama una subra, jitazame pale ambapo unapopatwa na mitihani. Je, subra yako ipoje? Kwa hiyo hicho ni kipimo cha kujua kwamba mtu ana imani au hana. Jambo lingine ni ashajaa. Ashajaa, hiki ni kipimo cha kimaumbile kumjua mtu kama ana imani. Ana ule ujasiri. Shajaa, ana nguvu. Shajaa sio mtu dhaifu. Yani imani ya sawasawa inapimwa kwa mtu kuwa shupavu. Imani ya sawasawa inapimwa na mtu kuwa sawasawa, ana nguvu sawasawa, nguvu ya kimaumbile, nguvu ya kiuchumi. Imani ya mtu wakati mwingine inapimwa hapo, kwa sababu kama una uchumi wakati mwingine kuna baadhi ya mambo unashindwa kuyaendea kiimani. Hija utashindwa kwenda, zaka utashindwa kutoa, sadaka utashindwa kutoa. Kwa hiyo shajaa, nguvu, ule ushujaa ule ni kipimo cha mtu kuwa na imani. Na imekuja hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema almu'minu alqawiyyu khairu wa ahabbu ila Allahi min almu'mini adh-dha'if. Mu'mini mwenye nguvu, nguvu ya kiuchumi, sio nguvu tu ya kimaumbile, nguvu ya kiuchumi, nguvu ya kimaumbile, ni mbora na anapendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko ni mu'min aliyekuwa dhaifu. Yani uwezi kuwa mu'min wa sawa sawa ukawa mnyonge mnyonge tu kama huyu bwana hapa. Yani unatembea mnyonge mnyonge hivi. Mu'min wa sawa sawa atembei hivyo. Almu'minu alqawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi min almu'mini adh-dha'if. Mu'mini mwenye nguvu aliyekuwa jasiri anapendeza zaidi mbele ya Allah na anapendwa, ni bora na anapendwa kuliko ni mu'min aliyekuwa dhaifu. Kwa hiyo kipimo cha mtu kuwa na imani ni ule ujasiri na nguvu zake alizokuwa nazo. Uislamu hautaki watu waliokuwa wanyonge wanyonge na madhaifu madhaifu, hapana. Sio kipimo cha imani. Kipimo cha imani ni mtu kuwa jasiri, ni mtu kuwa sawa sawa. Utakiwe kutembea mikono unatupa hivi. Muumini wa kweli atembee hivyo. Unatembea kiujasiri, unatembea sawa sawa. Ndio maana Luqmani alimwambia mwanae wala tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sautika. Ukitembea bwana, tembea vizuri na sauti yako, ukiongea ongea vizuri. Muumini wa sawa sawa aongei huko analegeza sauti bwana. Muumini wa sawa sawa aongei hivyo. Muumini wa sawa sawa akiongea ni sauti kama unavyomuona amiri jeshi akiwa yupo kwenye paredi. Anaongea hali ya kuwa anaonekana ana nguvu. Muumini wa sawa sawa atembei vidoli anafanya hivi. Hapana. Hapana. Hiyo sio dalili ya mtu kuwa na imani ya sawa sawa. Na mtume anakataa, almu'minu alqawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi min almu'mini adh-dha'if. Mu'mini mwenye nguvu, jasiri, shajaa ni bora na anapendwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kulikoni mu'mini aliyekuwa dhaifu. Lakini jambo la mwisho ulama wakasema ni alwaqaru, humanity, utu. Muumini wa sawa sawa ana utu katika nafsi yake. Utu. Yani ukijiona wewe huna utu, ujue wewe bado hujafika katika daraja ya imani. Alwaqar, utu. Lazima uwe na utu katika nafsi yako. Na ukitaka kujipima vizuri,
Tazama kila anayekujia mtu mwenye shida, mwenye changamoto, jipime imani yako kutazama, je, unaguswa vipi na changamoto ya ule mtu? Utu ule, utu. Wale ndugu zetu wa Gaza, Palestina, Mwenyezi Mungu awape nguvu na awape subra kwa mtihani wanaopitia. Yani kibinadamu tu, kibinadamu inatakiwa uumie, na ukiwa na imani ya sawasawa, utu utakupelekea kuwahurumia wale, itakupelekea kuwahurumia. Kwa hiyo ukiwa na imani ya sawasawa, kwa vyovyote utakuwa na utu. Na kama ukijiona huna utu, wewe imani huna. Mtume alikuwa na hiyo alwakhar, utu alikuwa nayo mtume. Ilifika mahala mtume alikuwa na huruma, akihurumia mpaka wanyama. Utu mtume alikuwa nao, akihurumia mpaka wanyama. Ilifika mahala mtume alikuwa akihurumia wale wanyongi wasiokuwa na nguvu, alikuwa akiwahurumia. Bali mtume ilifika mahala alikuwa akiwahurumia mpaka wazee wasiokuwa na uwezo. Mtume alikuwa utu. Mandela wakati mmoja aliwahi kusema, our freedom is uncompletely without Palestinian freedom. Uhuru wetu haujakamilika pasipo uhuru wa watu wa Palestina. Kwa nini Mandela alisema hivi? Alisema hivi kwa sababu ya utu aliyokuwa nao. Hakuwa na imani, hakuwa Muislamu, lakini utu ulimpelekea akawazungumza hivi kwamba uhuru wetu wa Afrika ya Kusini haujakamilika, uncompletely, haujakamilika bila ya uhuru wa watu wa Palestina. Kilichompelekea kusema hivyo ni utu. Kwa hiyo mtu mwenye imani anakuwa na utu kwenye changamoto ambazo watu wengine wanapitia. Ukijiona wewe changamoto za watu wenzio uone kama huyu ana shida gani wewe bwana, mwacheni bwana, yani mimi siwezi kumsaidia, ujue wewe hujafikia katika daraja ya imani. Mtu mwenye imani ya sawa sawa huwa anaguswa, hata kama mtu sio Muislamu, as long as ni mwanadamu, utu wake utampelekea kumhurumia yule. Lakini ukijiona wewe una huruma, ujue wewe hujafikia katika kiwango cha kuwa na imani ya sawa sawa. Kwa hizi ndio sifa za kimaumbile. Watu walikuwa na imani ya sawa sawa waliopita, ndio maana mpaka leo wakitajwa tunasema ridwanullahi alaihim, kwa sababu walikuwa na imani ya sawa sawa, walikuwa na utu, walimuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani ikisomwa walikuwa imani zao zinazidi, walikuwa wakimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, walikuwa wanatawakuli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana hawakuwa na shida kwenye maisha yao. Na walikuwa na, kuna watu mimi nawajua wamekuja mjini hapa hawana ndugu, hawana ndugu kabisa, lakini wakapokelewa na watu, wakaishi kwenye majumba ya watu mpaka wakawa na maisha yao. Ni utu. Zamani watu walikuwa na utu, lakini sasa hivi anaweza akaja mtu hapa, pengine amekuja from nowhere, hana pa kukaa, lakini hakuna anayeweza kumchukua kumpeleka nyumbani kwake. Lakini tumeona sisi zamani watu walikuwa wanakuja mjini hawana pa kukaa, lakini walikuwa wanapata mahala pa kukaa na wanafanya maisha, mwisho wa siku na wao wanakuwa na maisha yao. Kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Makwajira, nimtolee mfano, Mwenyezi Mungu amrehemu, huko alipo Tegeta kule. Yule mzee ilikuwa watu wengi wakitoka Kigoma huko walikuwa wanafikia nyumbani kwake, na wengine wasiokuwa na makazi walikuwa wanakuja nyumbani kwake. Basi walikuwa wakilala barazani, uwani. Yule mzee hakuwa na uwezo, maskini ya Mungu, lakini alichokuwa anakifanya, alikuwa anaweka sufuria la uji. Asubuhi anaweka sufuria la uji, anabandika pale, lile linatokota mpaka jioni lile. Kwa hiyo wewe zunguka, ukikosa chakula njoo uji utaukuta pale. Sufuria la uji asubuhi akitoka kusali anaweka bandika sufuria la uji. Kwa hiyo watu pale wakawa wanakunywa uji tu asubuhi, mchana na jioni. Alikuwa na uwezo maskini ya Mungu, lakini utu wake ndio ulimpelekea kuweza kuwahifadhi watu, na watu wakapata pakula. Wengine mpaka leo ni matajiri, wana maduka, lakini waliishi kwenye nyumba ya mtu ambaye hana uwezo, na walikunywa uji, na uji wenyewe ulikuwa hauna sukari. Anaweka uji wake pale, unga wake nusu, anakoroga unakuwa mwingi, anatia chumvi pale, jamani zungukeni uji hapa. Lakini kuna watu mpaka leo wanamkumbuka kwa sababu alikuwa na utu. Lakini utu leo uko wapi? Utu leo uko wapi? Tazama wale Palestina wanapopata tabu na maisha yao, maskini ya Mungu. Utu leo uko wapi? Tazama watu ambao wamewazunguka wa Palestina. Utu uko wapi? Nani anawasaidia wale katika maisha yao mpaka sasa? Utu uko wapi? Hakuna. Kila mmoja amekaa anafanya maisha yake. Yaani ule ubinadamu tu. Namna unavyomuona mtu anapata dhiki, anapata shida, lakini hakuna anayeguswa. Hakuna. Kila mmoja anafanya shughuli zake. Kila mmoja ashughulishwi na yale ambao wanayapitia wenzetu hivi sasa.
Utu watu hawana katika maisha yao, na ndio maana unakuta mpaka leo riziki zetu zimekuwa ngumu kwa sababu tumekosa utu. Kwa hiyo utu ni kipimo cha mtu kujua kwamba ana imani au hana. Utu ni kipimo cha mtu kujua kama ana imani au hana. Inshallah muda wa adhana tuadhini kisha tumalizie mbili. Nukta yetu ya msingi ilikuwa tunazungumzia kipimo cha imani ya kweli. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Waumini wa kweli kama tulivyoeleza sifa zao kwamba ni wale ambao wakitajwa Allah subhanahu wa ta'ala basi nyoyo zao zinaingiwa hofu. Dhikrullah. Nukta yangu ya msingi nimalizie kwenye kipande cha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kipande cha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikri ndiyo jambo ambalo laweza kutuongezea imani kwa kiwango kikubwa sana kama tutashikamana nalo. Dhikri, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Nimesema mwanzo kwamba dhikri iliyokuwa bora ni kusoma Qur'an, lakini pia kukithirisha kufanya nyiradi mbalimbali na kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake mbalimbali inapelekea kuongezeka kwa imani kwa kiwango kikubwa sana. Imani wakati mwingine tunaswali lakini imani haziongezeki, ni kwa sababu hatuna muda wa kufanya dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikri ni jambo kubwa sana. Unaweza ukadharau ukaona kama dhikri ni jambo dogo, lakini hakuna jambo ambalo laweza kumfungulia mtu milango ya riziki, laweza kumfanya mtu akawa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala kama dhikrullah, kama kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Inaweza kumtoa mtu katika mitihani kama dhikrullah. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Wakina Yunus alayhi salam walitolewa katika mitihani kwa sababu ya dhikrullah. Subhanaka la ilaha illa inni kuntu la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dhikrullah imemtoa katika mtihani. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Tukamjibu Yunus alayhi salam na tukamtoa katika mitihani. Dhikrullah. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Dhikrullah. Lakini imemtoa Ayubu katika mtihani wa maradhi. Dhikrullah. Wa Ayuba idh nada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Arhamur rahimin. Dhikrullah. Ametaja majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, arhamur rahimin, arrahman arrahim. Dhikrullah. Fastajabna lahu, tukamjibu. Fakashafna ma bihi min dhurri, na tukamponya katika mtihani wake huwa maradhi aliyokuwa nao. Dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikrullah imewaponya watu katika mitihani katika vita ya Badri. Vita ya Badri, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika vita ya Badri iliwafanya Waislamu wakapata msaada. Dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Bali ilifika mahala kuhama kwa Mtume kutoka Makka kuhamia Madina. Dhikrullah. Waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim saddan faakhshaynahum fahum la yubsirun. Dhikrullah ikamtoa Mtume katika mikono ya makafiri waliopanga kumuua. Dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikrullah inakuwa ni sababu ya mtu kufunguliwa milango yake ya riziki. Milango ya riziki iliyofungwa, dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni sababu. Kwa sababu gani? Katika miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-Razzaq. Miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ar-Razzaq. Mwenyezi Mungu ndio mtoa riziki. Dhikrullah, kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ya Razzaq, ya Razzaq. Mwenyezi Mungu yeye ndio mwingi wa kutoa riziki. Kwa hiyo ukija kuangalia kwa makini, dhikrullah inapelekea mambo mengi sana katika imani ya mtu kuongezeka. Sio jambo dogo, japokuwa sasa hivi mtu akimaliza kuswali hapa, shika viatu vyake huyo pia anaondoka zake. Aleti dhikri, lakini wazee wetu zamani ilikuwa wanakaa wanaleta dhikri, wanakaa misikitini. Lakini leo watu hawakai misikitini, watu hawaleti dhikri katika majumba. Ndio maana majumba yamekuwa na mitihani, majumba yamekuwa na mashakil, watu wanagombana, ndoa hazidumu, watoto wamekuwa panyarodi.
wengine hawaelewi hesabati kama huyu, sababu ya dhikrullah. Mwingine anamuingilia mke wake aleti dhikri, na tumefundishwa si kuleta dhikri kabla ya kumuingilia mwanamke. Kuna dhikri maalumu zimeletwa, dua maalumu zimeletwa, lakini mtu afanyi kwenye kumuingilia mwanamke, mwisho wa siku anapata watoto vilaza. Dhikrullah, dhikri inaweza kumfanya mtu akapata wepesi kwenye masomo, wepesi kwenye masomo wakati mwingine, kwa sababu ya kumtaja Allah, kwa sababu ya adhkari. Ukikithirisha sana kupenda adhkari, masomo yanakuwa mepesi. Hata kwenye mtihani unakuwa mwepesi kwa sababu ya adhkari. Lakini kuna baadhi ya wakati mitihani inakuwa migumu kwa sababu uleti adhkari. Kwa hiyo adhkari zinaweza kupelekea mtihani ukawa mwepesi kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala, unapata msaada wake. Kwa hiyo dhikrullah ni jambo kubwa sana. Ukiona moyo wako uelewi, ukiona unapata mashakili, ukiona unapata wasiwasi, ukiona kuna jambo ulielewi, kithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, dhikrullah. Inshallah nikomea hapa. Kama kuna maswali mawili